Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ikiwa ni ziara mahsusi ya kutembelea mradi wa E-Strip. Kwa furaha kubwa, nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kunipokea kwa moyo wa ukarimu katika ziara hii muhimu ya kikazi na kujionea utekelezaji wa mradi wa kujenga ujuzi na kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki ujulikanao kama the East Africa Skills for Transformation and Regional Integration Project, yani E-Strip. Kupitia mradi huu, chuo hiki kimeanzishwa kituo cha umahiri cha mafunzo ya wataalamu wa usafiri wa anga na operesheni ya usafirishaji, yani Center of Excellence in Aviation and Transport Operations. Pia nimepata fursa ya kutembelea na kukagua miundombinu ya majengo pamoja na vifaa vya mafunzo, na kwa hakika tumeshuhudia maendeleo makubwa na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuona namna Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kilivyojipanga katika kutekeleza na kutafsiri dhamira na maono makubwa ya serikali katika kuhakikisha tunapunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa wataalamu wa usafiri wa anga kwa kuwajengea uwezo wa Tanzania. Ikumbuke kuwa jitihada hizi pia zinatekeleza moja ya nguzo muhimu ya Dira ya 2050, ambapo taifa limedhamiria kujenga jamii iliyoelimika, yenye ujuzi na inayopenda kujifunza zaidi. Utekelezaji wa mradi wa E-Strip katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ni miongoni mwa hatua muhimu za serikali katika kujenga uwezo wa chuo kuzalisha wataalamu na nguvu kazi yenye ujuzi stahiki, utakayowezesha serikali kutekeleza miradi na mipango mbalimbali katika sekta ya uchukuzi. Mradi huu umeleta mchango mkubwa. Kwa macho yangu nimeona vifaa vya kisasa vya mafunzo, majengo matatu ya kituo cha umahiri cha taaluma ya usafiri wa anga na operesheni za usafirishaji, pamoja na mabweni mawili ambayo tumeona kuwa tayari yameanza kutumika. Ninaelekeza uongozi wa chuo kuhakikisha miundombinu hii inatunzwa ipasavyo ili kutoa fursa kwa Watanzania wengi kujifunza na kupata ujuzi utakaolisaidia taifa. Ndugu mabibi na mabwana, nimefarijika sana kusikia kwamba mafunzo ya urubani wa ndege sasa yameanza kutolewa hapa nchini katika chuo hiki, na nimefahamishwa kwamba jumla wanafunzi 22 wamedahiliwa. Nimefarijika zaidi nilipoambiwa kuwa mkupuo wa kwanza wa wanafunzi 10 uko katika hatua ya urukaji na wanategemea kukamilisha mafunzo haya ifikapo mwezi Machi 2026. Hii ni hatua ya mafanikio yenye umuhimu mkubwa kwa nchi yetu na kwa Afrika kwa ujumla. Zamani tulizoea kuona mafunzo ya aina hii yakitolewa katika nchi za Ulaya, lakini leo tunashuhudia vijana wetu wakipata mafunzo haya hapa nchini. Mafanikio haya yatapunguza kwa kiasi kikubwa gharama ya mafunzo haya kwa kwenda nje ya nchi kufuata mafunzo. Aidha, Watanzania wengi zaidi watapata fursa kupata mafunzo haya, hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa wataalamu wa sekta ya usafiri wa anga. Hakika hii ni hatua kubwa kwa Tanzania. Chuo kimeendelea kupanua wigo wa mafunzo katika sekta hii muhimu ya uchukuzi, ikiwa ni pamoja na kujiimarisha katika njia zote za usafirishaji, ikiwemo usafiri wa anga, bahari, reli, barabara na usafiri wa mabomba. Dhamira ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa taifa lenye vijana wanaoajirika katika masoko ya ndani na ya kimataifa kupitia ujuzi na umahiri unaotokana na matumizi ya teknolojia, ubunifu na ushindani. Hivyo basi, ni matarajio ya serikali kwamba Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kitaendelea kuongeza idadi ya vijana wenye ujuzi unaokidhi mahitaji ya sasa ya ndani na nje ya nchi. Kweli ni kwamba hizi kozi za urubani zinakuwa zina gharama kubwa sana na kozi hizi ambazo zinafuatana nazo, lakini tumesikia ombi la wanafunzi na hili lilishawahi kufika kwenye wizara yetu, kwa tunaangalia namna gani
ya kwenda kulifanyia kazi, tunalifanyia kazi baina sisi na bodi ya mikopo. Kwa hiyo wanafunzi tunatarajia huko mbele hizi ya ada tutaangalia namna gani serikali itaweza kuwasapoti kuona kwamba tunashusha huu mzigo mkubwa kwa wazazi. Naendelea kuwapongeza sana. Kazi nzuri imefanyika hapa na nimesema nimeridhishwa 100% na mradi ulipofikia, na najua hiyo percentage ndogo ambayo imebaki tunaenda kumalizia ili sasa mradi ukamilike kabisa. Mimi nitakuwa balozi mzuri wa mradi huu huko ninakoenda. Lakini Community Campus yetu sio kubwa sana, tunaweka 45. Kwa hiyo tumeanza kwenda nje. Kama tulivyotaarifiwa, tunaanzisha campus kule KIA kwa ajili ya kuruka. Lakini tunaishukuru serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi, na kwa hiyo tumshukuru Katibu Mkuu, tumpe maua yake hapa, ni kwamba wametutengea fedha pia kuendeleza campus ya Lindi. Tunapeleka campus nyingine ya Lindi ambayo tuna eka 125. Na tumesha sanifu tayari, tunatafuta mkandarasi kwa ajili ya kuanza kujenga phase 1. Kwa hiyo pia tutakuwa na hizo campus. Sasa tukienda kwenye mradi ambao tuliupata kwa ajili ya kuanzisha Center of Excellence ya Aviation and Transport Operations kupitia Wizara ya Elimu, tuliupata huu mradi ambao jumla yake serikali ilitutengea fedha jumla ya dola takriban milioni 21.25, ambayo kwa wakati ule ilikuwa kama ni bilioni 49 hivi 50 around hapo. Na tulipoendelea, kwa sababu ya mahitaji yamekuwa mengi na pia prices zimepanda kufuatana na jinsi mradi ulivyoanza, serikali hiyo ikaona kwamba hivi vituo pamoja na DIT na Arusha is very important. Ili viwe vinatoa hands on skills, lazima tuhakikishe vifaa tunavyo. Kwa hiyo wakatuongezea fedha nyingine kama milioni 3. Kwa hiyo ndio inafanya jumla ya mradi kuwa na dola za Kimarekani milioni 24.75 ambayo ni takriban bilioni 57. Hiki kituo kama ulivyoona, kazi yake kubwa ni kuanzisha hiyo Center of Excellence ya Aviation na Transport Operations. Kile kipati cha Transport Operations, mradi pia ulisapoti maeneo mengine ambayo sio ya aviation, kwa sababu tunafanya transport hapa. Kwa hiyo kuna component ya capacity building ya staff. Mradi pia ulitumika kupeleka kusoma wale walimu wengine kwa maritime, walimu wa logistics, walimu wa mambo ya railway. Sasa hivi tulipeleka walimu wa kufundisha masomo ya railway Ethiopia kwa masters. Kwa sasa hivi tuna course za railway, tuna SGR, kwa hiyo lazima tuwe na hizo course. Kwa hiyo tuna hizo course, kwa hiyo kupitia huu mradi pia ulituwezesha kupeleka hao walimu. Kwa hiyo kwa kweli huu mradi umetutoa. Kwa hiyo tulikuwa tuna leseni za instructor 0, sawa, za aircraft maintenance. Lakini ninapoongea leo tuna license instructors 8 na watu wa cabin crew 4 na pilot 8. Kwa hiyo hii ni mafanikio makubwa sana. Wengine wamepeleka kusomea leseni Ethiopia, ile Ethiopia Aviation Academy, wengine tuwapeleka Marekani, wengine tuwapeleka South Africa. Lakini mmoja kwa mfano instructor wa pilot wa South Africa milioni 300. Bila mradi tusingeweza. Ukienda kwenye accreditation ya international, sasa hivi tuna IATA. Lakini sasa hivi tunapoongea, tulikuwa na IATA kabla ya mradi, sasa hivi tuna IATA, tuna EASA, tuna ELORET. Kwa sababu wamekuja kuangalia facility, wakaona this institution is a world class. Kwa hiyo to approve, kama nilivyosema, EASA wameapprove NIT kama kituo cha mitihani ya EASA. Kwa hiyo wanafunzi wanaomaliza aircraft maintenance, wanaofanya mitihani hawatakiwi kwenda nje, wanaweza kufanyia mitihani hapa.